za Champions League hatua ya makundi baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu ya Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna taratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu ya Young Africans zitafanyika New Aman Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu ni kama wameshatutoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo na inshallah tutakwenda hatua ya robo. Yes, huyo ndo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, kwa maana Ali Shabani Kamwe ametupa taarifa ya kile ambacho kinaendelea kwenye klabu ya Young Africans kuhusiana na mechi zao hatua ya makundi, na amethibitisha kwamba mechi hizo zitachezwa visiwani Zanzibar. Pengine labda unajiuliza maswali mengi sana, kwa nini mechi zimepelekwa Zanzibar? Wamezingatia nini? Wamezingatia mapato, utalii ama vitu gani? Nipo na taarifa hapa kuhusiana na kile ambacho kimefanyika, lakini kwanza subscribe Off Pitch TV uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Twende sambamba nikujuze ipi sababu ya wao kwenda Zanzibar. Taarifa inaeleza kwamba baada ya makundi kupangwa, uongozi wa klabu ya Young Africans uliitisha kikao cha dharura kujadili nini ambacho wao wanaweza kukifanya ili kuhakikisha wanavuka kwenye moja ya kundi gumu sana ambalo wapo nalo klabu ya Young Africans, kwa maana ni kundi B, kundi ambalo wapo wao Young Africans, wapo Al Ahly ya Misri, mabingwa wa kihistoria, lakini wapo FAR Rabat ya nchini Morocco, pasipo kusahau JS Kabylie kule nchini Algeria. Unaweza ukaona ni timu ambazo zinatoka mataifa ya kaskazini, na huko tunajua soka lao limekuwa bora sana. Moja ya faida ambazo zipo na timu hizi ni kwamba wanacheza FIFA Arab, kwa maana ile michuano ambayo inahusisha timu za mataifa ya Kiarabu kote ulimwenguni. Unaona kuna muda anaendaga kuchezaga na kina Al Nassr, wanaenda kucheza na mataifa ya Kiarabu kutoka Asia, Ulaya na kadhalika. Kwa unaona wana experience kubwa sana, ndio maana naweza tukasema kundi gumu, kwa sababu wanakutana na timu ngumu sana. Sasa kwa mujibu wa ratiba ya CAF ambayo wao wameitoa kwenye michuano hii, imekuwa ni moja ya sababu ya wao Young Africans kuweza kujadili kwa namna gani wanaenda robo finali. Inasemekana kwenye hicho kikao ulikuwepo uongozi wa Young Africans, walikuwepo baadhi ya wanachama, lakini pia walihusishwa na wazee ambao walienda kuhudhuria kwenye hicho kikao, na wazee walisema ya kwamba ili Young Africans aweze kufanya vizuri hasa kwenye mechi za nyumbani, kwa maana kuzipata zile alama 9, basi hawawezi kuzipata katika dimba la Benjamin Mkapa. Labda watafute sehemu nyingine Young Africans wanaweza wakafanya vizuri, kwa sababu pia rekodi zinaonyesha kuwa Young Africans pia hawana historia nzuri katika dimba la Benjamin Mkapa. Ikumbuke kwamba walishindwa kufuzu dhidi ya Al Hilal Omdurman wakati ule alikuwa chini ya Florent Ibenge, lakini wakashindwa kufuzu dhidi ya USM Alger, MC Alger ya kule nchini Algeria msimu uliopita, wakaishia hatua ya makundi, na baadhi ya mechi ambazo zilifanya wao washindwe. Hata dhidi ya Usma kwenye mchezo wa finali pia walipoteza katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wazee walisema kwamba wakicheza hapo ni ngumu sana wao kuweza kufuzu. Mengine wanajua wao
katika kujadili ni wapi ambapo kiwanja ambacho kina hadhi ya kuweza kuhost michuano hii, basi ni New Amani Complex. Ndio maana wao wakaamua kwenda New Amani Complex. Haya ni maagizo kutoka kwa wazee na wao waliheshimu kila ambacho kimesemwa na wazee. Ndio maana umeona Ali Shabani Kamwe amekuja kuambia kwamba mechi zao zitachezwa huko visiwani Zanzibar. Sasa mbali na hivyo ni kujuze tu ratiba yenyewe ipo hivi. Tarehe 21 ama 22 kati ya siku hizo mbili mwezi huu wa 11 mwaka huu 2025, Young Africans atakuwa nyumbani akiwakaribisha AS FAR Rabat ya nchini Morocco. Kwa maana mechi hiyo itapigwa huko New Amani Complex, kwa maana huko visiwani Zanzibar. Young Africans atakuwa mgeni, atakuwa mwenyeji wa FAR Rabat. Mchezo huo utapigwa, lakini baadaye tarehe 28 ama tarehe 29 kati ya siku hizo mbili mojawapo ya mwezi huo Young Africans atawafuata JS Kabylie, kwa maana atasafiri mpaka kwenda Algeria kucheza na JS Kabylie. Lakini tarehe 23 mpaka 24 ya mwezi wa kwanza, kwa maana mwakani tena hapo, Young Africans atacheza na Al Ahly. Yeye atasafiri kwenda nchini Misri. Pengine unaweza kujiuliza mbona kuna muda mrefu sana hapo anasimama. Kumbuka kwamba Disemba mwaka huu kutakuwa na michuano ya AFCON, kwa hiyo atapisha michuano ya AFCON. Baadaye kimalizika ndio Young Africans watasafiri kwenda Misri, na akitoka Misri watarudi nyumbani, kwa maana visiwani Zanzibar watacheza tena na Al Ahly ya huko nchini Misri. Na baadaye Young Africans tarehe 30 ama 31 mwezi huu wa kwanza ndio atacheza na Al Ahly ya nchini Misri. Baadaye tarehe 6 ama tarehe 7 ya mwezi wa pili 2026 atacheza na AS FAR Rabat. Safari hiyo atakuwa nchini Morocco, na mechi ya mwisho ya tarehe 13 ya mwezi wa pili atamaliza na JS Kabylie katika dimba la nyumbani, kwa maana New Amani Complex. Kwa hiyo unaweza ukaona Young Africans mechi ambazo wanacheza, hiyo ndo ratiba yao, na tayari mipango imeshawekwa wazi kabisa kwamba kwa namna gani wao wanaweza wakafuzu. Kwenye hili nataka niwapongeze klabu ya Young Africans. Sasa wamekuwa na wamejua namna ya kuzicheza mechi hizi. Tulikuwa tukiwapa sifa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba maandalizi yao yalikuwa mazuri sana kwenye michuano ya CAF. Ndio maana wamecheza robo finali nyingi, kwa sababu mapema sana huwa wanafanyaga maandalizi. Safari hii tumeona nao Young Africans mapema wameamua kufanya maandalizi, kwa sababu tulizoea Young Africans makundi ya kipangwa, wao wanafurahia afu wanasubiria mechi zikikaribia ndo wanaanza maamuzi. Lakini safari hii mapema sana wameanza kujiandaa na wanajua nini ambacho wanakitaka, na hii pengine kwa sababu wamepangiwa kundi gumu. Kuna wakati unahitaji kupitia magumu ili kuweza kufanya vizuri. Msimu uliopita Young Africans walikuwa kwenye kundi jepesi sana. Walikuwa kwenye kundi la dhidi ya Al Hilal Omdurman, timu ambayo pia umeona changamoto ambayo wanapitia nchini kwao. Lakini pia walikuwa na timu kama TP Englebert Mazembe, ambao ni timu mojawapo ambayo imeshuka kabisa. Yani level yao imekuwa chini kabisa, sio ile ambayo tumezoea, pamoja na MC Alger, timu ambayo pia ilikuwa inaonekana ya kawaida sana na ambao ilikuwa katika poti namba 4. Lakini cha ajabu hao Young Africans wakashindwa kufuzu kwenye hilo kundi kwa sababu maandalizi hayakuwa mazuri. Lakini safari hii wamepewa moja ya timu ngumu sana, ndio maana umeona maandalizi yamekuwa mapema, na tuna imani kwamba Young Africans wanaweza kufanya vizuri kwenye kundi lao, kwa tayari wameanza kuonyesha mwanga. Kwa hiyo kila laheri klabu ya Young Africans kwenye maandalizi ya michuano hiyo. Lakini pia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Azam FC na Singida Black Stars kwa pamoja muweze kufanya vizuri kuweza kufuzu kuingia hatua ya robo finali, na baadaye kuongeza ile rank kwenye CAF, kwa sababu taarifa ambazo nipo nazo ndani ya msimu hii
huenda yakaja mabadiliko kwa sababu kuna timu zinaweza zikaongezeka. Kwa timu zikiongezeka labda anaweza tukapata nafasi 5 kupeleka wawakilishi katika michuano ya CAF baada ya kikao cha mwisho kukutana CAF na rais wa UEFA namna gani ambavyo wanacheza. CAF wapo katika hatua za mwisho kuweza kuongeza timu. Kwa hiyo faida kama unaweza tukaipata kama timu zetu zitafanya vizuri. Lakini mbali na hivyo pia ipo taarifa kumhusu Clement Walid Mzize. Wengi wanajiuliza imetokea nini. Taarifa zinasema kwamba anaweza kakaa nje takriban miezi 2 mpaka 2.5 na huenda mechi ya tani wa jadi akaikosa, lakini baadhi ya mechi za mwanzo za hatua makundi watazikosa. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe anatujuza kile ambacho kinatokea kwa Clement Walid Mzize. Lakini baada ya hapo usisahau tu kusubscribe Off Pitch TV na kuendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Lakini pasi na kusahau pia tunapewa nguvu na Bati Quality. Hao ni mabingwa wa kuzalisha mabati. Yapo mabati ya aina nyingi, mgongo mpana, mgongo mnene, mfano wa kigae, lakini pia na ile yenye material ya chenga. Haya yote utayapata kwa kuwacheki kwa namba ya simu ambayo unaiona hapo. Tumsikilize Ali Shabani Kamwe. Tuliwapa taarifa ya mchezaji Clement Mzize ambaye kimsingi ndio mchezaji pekee mwenye majeraha kwenye kikosi ambacho tuko nacho msimu huu kwa ambao tumewasajili. Na baada ya kufanyika vipimo, tulikubaliana mchezaji Clement Mzize akafanyiwe operation ya sehemu ya goti, na hivi ninavyozungumza na nyie operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize alhamdulillah anaendelea vizuri baada ya operation hiyo. Tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki 8 mpaka 10 kama ambavyo jopo la madaktari limeelekeza. Nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 8 mpaka 10, huku madokta wakiendelea kukagua kwa karibu hali yake ya kiafya mpaka hapo ambako ataimarika na kurudi uwanjani.